unaeleweka, unafahamika bilkitabi, katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa sunnati, na katika sunna, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wajibu huu unafahamika na unaeleweka. Wal ijma'i al-ma'lum min ad-din bid-daruriyya, na makubaliano ya wanawachuoni wa Kiislamu, makubaliano ambayo yanajulikana, yanafahamika ulazima wake katika dini. Vitu viko vitatu: kwanza kitabu ambayo ni Qur'ani, kisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na makubaliano ya wanawachuoni wa Kiislamu kwamba swala ni jambo la lazima na sala ni jambo la muhimu juu ya kila Muislamu. Anatueleza Allah tabaraka wa taala katika sura Al-Baqara aya ya 43, anasema wa aqimus swala, nasimamisheni swala. Wameambiwa ni mimi na wewe tusimamishe swala, ili ujue ni umuhimu wake. Ina umuhimu wake ni Allah tabaraka wa taala, yeye mwenyewe ndiye amesema, amewaelekeza watu wasimamishe swala. Wa fi ayatin kathira min kitabillah, na zipo aya nyingi sana katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, zipo aya nyingi sana. Aya hizi ambazo ziko katika kitabu cha Allah zinaniamrisha mimi pia na zinakuamrisha wewe utekeleze swala zima la kuswali. Na ndio maana tulisema hivi, baada ya shahadataini, baada ya shahada mbili, jambo linalofuatia ni kusimamisha swala. Yawezekana mtu akafunga, akatoa zaka, akaenda kuhiji, lakini akawa asimamishi swala, matendo yake haya aliyoyafanya hatopata chochote. Allah tabaraka wa taala anatueleza na tuambia kwamba qul ya ibadiyalladhina amanu, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema e Muhammad, waambiao waja wangu, alladhina amanu, wale ambao wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala, yuqimuna as-salah, waambiwa wasimamishe swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa atuambie sisi kwamba tusimamishe swala, na nimwambia ni Allah tabaraka wa taala. Ile swala la kusimamisha swala ni swala la wajibu, ni jambo la wajibu juu ya kila Muislamu. Kwa hiyo hapo wameamrishwa wale wenye kuamini, waliokuwa na imani ya thabiti. Mtume anaambiwa waambie wasimamishe swala hao. Kusimamisha swala kwa mitume waliopita ilikuwa ni tabia njema, ilikuwa ni tabia nzuri. Ili aonekane mtu ana tabia njema, tabia nzuri, asimamishe swala. Anatuambia Allah tabaraka wa taala katika maombi aliyoomba Nabii Ibrahim, anasema rabbi ij'alni muqima as-salah. Nabii Ibrahim anamuomba Allah tabaraka wa taala, ewe Mola wangu, ij'alni muqima as-salati, nijalie mimi niwe miongoni mwa wenye kusimamisha swala, wa min dhurriyyati, na likikamilika hilo kwangu na ujalie kizazi changu. Anaomba yeye na anawaombea watu wake kwamba asimamishe swala, nijalie mimi nisimamishe swala, wa min dhurriyyati, na kizazi changu na watu wangu wa karibu wao wenye kusimamisha swala. Rabbana taqabbal du'a,
Mwenyezi Mungu, naomba uikubali dua yangu. Leo mimi na wewe, nani anaomba dua hii akimuomba Allah tabaraka wa taala kwamba asimamishe swala, adumu katika swala? Ni nani? Leo watu wengi wanaswali kimazoea. Mwingine anaswali, nisipoenda msikitini watanielewaje, acha tu niende. Lakini hawaswali kwa ajili ya Allah. Na Allah tabaraka wa taala alipomsifia mtume wake Ismail ambaye alikuwa ni mtoto wa Ibrahim, anatuambia kwamba wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, alikuwa akiwaamrisha watu wake kuswali. Baada ya yeye kusimama katika swala, akawa na waamrisha watu wake kuswali. Wazaka, na akawaamrisha watu wa zaka. Wa kana inda rabbihi mardiya, na hawa mbele ya Mola wao anawaridhia, Allah anamridhia. Sasa leo mimi na wewe, nani anawaamrisha watu wake nyumbani waswali? Unakuta baba anaswali kwa sababu yeye ni swala 5, lakini familia yake hawaswali. Anaona kana kwamba yeye ndo anatosheleza kila kitu, kumbe ni hamna. Na wewe ufahamu na ujue ni mchunga juu ya familia yako. Wewe ndio unaisimamia familia yako. Kama hawaswali, swala yako hamna kitu. Sasa alikuwa akiwaamrisha watu wake kuswali. Kisha Mtume Allah tabaraka wa taala akatuambia katika aya nyingine, wa auhaina ila Musa wa akhihi, Mwenyezi Mungu amewafunulia, amemshushia Musa na ndugu yake wahai, antabawaa liqaumikuma bimisra buyutan, akawaambia waandalieni watu wenu Misri, huko waandalieni nyumba. Wajalu buyutakum qibla, na mjalie manyumba yenu kuwa ni sehemu ya kusalia. Yaandaliwe mazingira kwenye nyumba hizo, mazingira ya kuswalia. Wa aqimu salata wa bashiril mu'minin, nasimamisheni swala na wabashirieni bishara njema wale wenye kuamini. Hapa wakati Allah tabaraka wa taala anawaambia wa auhaina ila Musa wa akhihi, na tumeteremsha kwa Musa pamoja na ndugu yake, tukashusha wahai kwamba wawatengenezee, wawaandalie watu wao nyuma huko Misri. Ilikuwa ni vita vya Firauni, maudhi na kero ilipowapata, wakawa watu hawaruhusiwi kwenda kuswali kwenye mahekalu yao, masinagogi yao, wakawa hawaendi kwa sababu ya vurugu imetanda, vurugu imeenea. Wakaambiwa msije mkaacha huko majumbani kwenu mswali, msije mkaacha swala. Mwanaume kama mwanaume hana ruhusa yoyote ya kuacha swala. Katika zile nyudhuru ambazo za kisheria zipo zitakuja, lakini ukiondoka kwenye nyudhuru hilo haruhusiwi kuacha swala mpaka kufa kwake. Wa min sunna hadithu al-mi'raji, na katika sunna hadithi ya mi'raji ile tuliyozungumza. Wa fihi, na yaliyomo ndani ya hadithi hiyo, anasema hiya khamsun wa hiya khamsuna, swala tunazoswali nayo ni swala 5, lakini malipo yake unalipwa kana kwamba umeswali swala 50. Unaswali swala 5, lakini Allah anakulipa malipo yako kana kwamba umeswali swala 50 zile alofaradhishwa Allah tabaraka wa taala.
وفي صحيحين قوله صلى الله عليه وسلم liman sa'alahu an shara'i al-islam, kwa yule ambaye alikwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sheria za Kiislamu, anatuambia kwamba jaa rajulu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikwenda mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, katika watu wa Najdi, sahiru ra'si, nywele zake zimetimuka, yusmi'u dawiyun sautihi, mvumo wa sauti yake, la yufqa ma yaqulu, tulikuwa tukisikii kile anachokisema, hata dana, mpaka kafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida huwa yasalu anil islam, kumbe alikuwa anauliza kuhusiana na sheria za Kiislamu. Nini alichomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anauliza masala hayo? Asema as-salawatu fil yawmi wal layli, kuswali swala usiku na mchana. Akasema khamsu salawatu fil yawmi wal layli, kuswali swala tano usiku na mchana. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghayruhunna, je, kuna lingine tofauti na hili? Mtume akamwambia la, hakuna lingine tofauti na hili, illa an tatawwa, isipokuwa kujitolea kuswali swala za sunna. Ukitekeleza vipindi vyako atakwenda kuulizwa kwa kile alichokichunga. Akasema kwamba baba mzazi, baba ni mchunga juu ya familia yake, baba ni mchunga juu ya familia yake, kwa sababu wewe ndiyo mchunga wa familia ile. Utakwenda kuulizwa juu ya uchungaji wako, ulichungaje? Ndio maana siku ya Kiyama faili lako litakapokuja la swala, umeswali vizuri, umetoa zaka vizuri, umefunga vizuri, lakini unaambiwa tulia kwanza, kuna mafaili yatakuja tuje tuyakague kuhusiana na familia yako. Kwa hiyo ukikuta baba anaswali, familia yake haiswali, wewe bado sio mchunga, haujachunga ipasavyo hapa. Kwa hiyo kila mtakiwa mtu awe makini. Ndio maana tukaambiwa kwamba uko ruhusa kumwacha mke wako kama aswali. Umemlingania, umechosha, umechoka, umefikia mahali ameshindwa kueleweka, tafuta anayeswali, achana naye. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatueleza al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, tofauti iliyopo kati yetu sisi na wao ni swala. Sasa wewe unakaaje na mtu aswali? Yatakikana ndani kwako hata ndugu wasioswali washinde kukanyaga kwako, kisa kwa sababu watu wanaswali. Wapo dizeni hiyo, mtu anakuambia pale siendi, pale ni swala, usiposwali unapigiwa kelele. Kwa nini wewe hizi kelele usizipige juu ya familia yako? Na endapo utajenga misingi mizuri juu ya familia yako, hata katoto kadogo katajua muda umefika, natakiwa nikaswali. Kwani hamjaona familia ya dizeni hiyo? Anaongoka kuambia swala, ukaswali. Sasa wewe unaenda pale mkubwa na ukubwa wako, utaona aibu, hata katoto kana swali alafu mimi si swali. Kwa hiyo mzazi ana umuhimu wa kuiamrisha familia yake na kuifundisha familia yake swala zima la kuswali. Hilo wangu. Wale lingine naam. Mtu anafunga na ndio walio wengi sasa hivi miongoni mwetu.
akifunga akizidi sana kuswali, labda ni kumi la kwanza, haya mingine atakuwa anafunga haswali. Sasa Mtume alishakuambia kwamba jambo la kwanza la kuhesabiwa ni swala. Halafu wewe unaswali, unatekeleza kile ambacho kimekuja baada ya hichi ambacho ni lazima. Tulisema hivi, mtu akiingia kwenye Uislamu anatamkishwa shahada mbili. Baada ya hapo anaambiwa afunge? Hapana, anaambiwa swali. Baada ya swala ndio yaendelee mambo mengine. Hii swala hii haijaletwa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Hii imeletwa kwa kila siku ichayo ya Mungu. Wewe ni baligh, aqil, una akili timamu, unatakiwa swali. Sasa ukikuta mtu anaswali ndani ya mwezi wa Ramadhani tu, ile saumu anaifunga ile ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia la'allakum tattaqun, atakuwa hajaingia pale. Ili muweze kuwa wacha Mungu. Kuna mcha Mungu anayeswali, mcha Mungu anaswali, la asiri anaswali, alafu magharibi anaacha. Yupo. Huyo sio mcha Mungu. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana. Na hata ile somo yake haiwezi kukubalika kwa sababu umeacha jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha. Kwa hiyo yatakikana kila mmoja kwenye somo ya Ramadhani na miezi mingine kuswali kwake kuko pale pale. Tulisema kwenye Ramadhani vinaongezeka vitu viwili tu, kufunga na kuswali tarawih. Kufunga ambao mtu anatakiwa afunge mwezi mzima, hii inakuja moja kwa moja kwenye mwezi wa Ramadhani. Kuswali tarawih inaikuja kwenye mwezi wa Ramadhani. Basi ukiisha tarawih inaachwa. Ndio maana ukisikia mwezi umeandama leo msimami kuswali, tunaondoka kwenda nyumbani. Lakini swala tunaacha. Tutaendelea kuja adhuhuri, la asiri, magharibi, isha, tunaenda nyumbani. Kwa hiyo anayefunga alafu aswali, funga yake haitokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yule aliyefaradhisha funga hii kakuamrisha uswali, alafu leo wewe hautaki kuswali. Imeeleweka? Naam. Jambo la hapo liko nje kidogo ya kipindi na mnasaba ni swala la ibada na vitu ambavyo tunaabudishwa sasa hivi. Tunataka kujua tunaweza tukawa tunaingia kwenye shirki. Kwa mfano, watu ushabiki wa mpira, kuna hapa kwetu kuna Simba na Yanga, na hawa Simba na Yanga hao wote hakuna aliyenusurika na swala la ushirikina. Wanakwenda mara waseme sijui hao wameenda kulala makaburini, mara sijui Injinia Hersi amekutwa huko wapi, sijui anachanjwa huko mara nini. Sasa kuwasapoti watu kama hawa, na sisi tutakuwa tumeingia kwenye ushirikina. Unawasapoti vipi yani? Yaani kuona kwamba sasa na mimi ni Simba au mimi ni Yanga, mimi timu yangu ni Simba au mimi mara nyingine mpaka hata tunawachangia, tunakwenda kuingia kwenye viwanjani, tunakwenda kwa support ili wapate mapato. Je, na sisi tutakuwa tumeingia kwenye ushirikina? Hili swala kwanza ni hatari mno. Hili swala ni hatari mno. Kuna Waislamu wanakaa wana shida, wanatakiwa kusaidiwa. Alafu leo wewe unaenda kusaidia watu ambao hawamtaji hata mtume, hawamtaji hata sahaba yoyote, kwanza hata Mungu hataji, unaenda kuwasaidia.
Yule anayemtaja Mungu analala na njaa, unaacha kwenda kumsaidia. Sasa hiyo hela hapo, hiyo hela kama unakosa mahala pa kupeleka, bora ipeleke msikitini, waambie jamani na milioni 1 hii hapa. Kuliko kwenda kuchangia kule, hebu tafuteni watu ambao hawajiwezi uwasaidie. Inakuwa ni bora na ni aula kuliko kwenda kuchangia kitu ambacho hakieleweki. Hayo yote unayasema kwamba mtu anakufa amelala makaburini, ni ushirikina huo. Yaani huo hauna shaka. Hata wewe mwenyewe ukienda makaburini ukawa unafanya mambo ya ajabu, tutakuhesabu ni mshirikina. Sababu makaburini unatakiwa uende kwanza ukawaombee dua wale waliolala pale, uwatembelee. Ukitoka pale basi utoke na hofu ya Mungu. Ipo siku na mimi nitakuja kuletwa hapa. Lakini wewe unaambiwa na mganga nenda makaburini ukafanya 1, 2, 3. Huo ni ushirikina ulio wazi. Siku moja nikupe mfano. Kuna mzee mmoja tulikuwa tunaswali naye hapa. Mambo yakamwia ngumu. Maradhi, riziki haipatia haionekani, ikabidi akaenda kwa mganga. Mganga wenyewe alienda ni Moshi. Alipofika kule akaambiwa hivi na mganga, nenda kalete kuku. Waganga ni wajanja, akiamua kula nyama anakutega tu. Kama anaamua nyama ya kondoo atakwambia mkamtafute kondoo na utaenda kumtafuta. Alipokuja mzee amemleta kuku akachinjwa yule kuku, mganga kabaki na kuku akamwambia chukua hiki kichwa, nenda kakichimbie makaburini. Hiyo barabara anapoeleza, hiyo barabara ya kwenda Mount Meru, kuna makaburi hapo. Anakuambia nilikesha siku nzima. Naenda ili watu wapungue ningie makaburini nifukie hicho kichwa. Nilishindwa siku ya kwanza. Siku ya pili nikaenda. Siku ya tatu kichwa kinataka kuozea kwenye mfuko. Siku ya tatu akafanikiwa kuingia. Alipoingia kakuta kuna watu makaburini, akashindwa kufanya lake. Akalitupa hilo kichwa pale, akarudi kwa mganga. Akaenda akamwambia, bwana nilishindwa, nilikesha siku 3. Lakini nilipofika nililiacha pale pale makaburini. Akamwambia umekosea, nenda katafute kuku mwingine. Alipotafuta kuku mwingine akampeleka kachinjwa, akapewa kichwa hivyo hivyo. Akaenda akamwelezea rafiki yake, twende unisindikize bwana, ili nikafukie hiki kichwa. Ile rafiki yake akamwambia, ukifukia itakuwaje? Akamwambia mambo yangu yamekuwa magumu, mganga ameniambia nikifukia bwana mambo yatakaa vizuri. Akamwambia hilo ni kosa kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa hicho kichwa twende mimi nikupeleke mahala pa kukiweka hicho kichwa, alafu nikusaidia. Yule bwana akamchukua, amebeba na kichwa chake, anamleta hapa. Anakuja ananiita, anambia shekhe, huyu mtu ana matatizo, naomba umsomee. Hapa alipo hapa ana kichwa cha kuku kiko mfukoni. Nikamwambia kitoe. Akakitoa. Nikamwambia huu ushirikina, ukifa kwa hali hii Mwenyezi Mungu anasema fi nari jahannama khalidina fiha abadan, utakaa motoni milele. Sasa wao kishawajua watu wako ndani ya shirki, jiepushe nao, kaa nao pembeni. Ndio maana tukaambiwa hivi, Mtume akatuambia ukitaka kuchukua rafiki mchague, ukitaka kuchagua rafiki mchague yule ambaye unajua huyu nikitembea naye ataniambia qala taala qala rasul. Lakini ukamchagua rafiki ni mshirikina atakuambukiza. Sasa ukiona dalili kama hizo zipo, basi kanao mbali, jitenge. Na hata kama hawako kwenye shiriki, kwa nini ukachangie vitu kama hivyo? Hizo ni laghawi hizo. Kwenye dini unaliza,
Huko msikitini umemaliza matatizo yote. Unakuta watu wanapata tabu. Kwa hiyo mtakiwa, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama asema kipa mwanadamu katika matendo yake isipokuwa mambo matatu: sadaqatun jaria au ilmu yuntafa bihi au waladun salih. Sasa kwa nini usichukue hii hela upeleke hata msikiti unajengwa kajenge, ili iwe ni sadaqatun jaria kwako? Itakusaidia hata kama umezikwa kaburini, umelala kaburini, itakuwa inakusaidia kuliko kwenda kuwachangia wale wa jamaa. Naam. Hapo kwa hizo au sio ongeo marejeni kile mahali watu wanakwenda wanataka kuangalia labda kwenye nimeingia bandani. Sijaenda uwanjani. Hapo vipi? Yaani nimetoa hela 1000 nikaingia bandani nikaangalia hiyo mpira. Hapo na mimi na hukumu yangu vipi? Hapo bado tu unawachangia. Umetoa sapota. Tena yawezekana hapa msikitini kikapo kinapita kwa ajili ya harakati na usitoe hata 100. Alafu katoe kule. Yaani tunasema kwamba bado umewachangia tu. Ndio maana sheria ya Kiislamu ikakwambia kwamba unapochangia kitu fulani uhakikishe kina faida kwako na kina faida kwenye jamii. Akija mtu hapa msikitini, kwa mfano kanunua bosati akatandika hapa, yeye si anapata faida, na sisi tunaingia hapa tunapata faida. Hiyo 1000 yako uliyoitoa kule ungeitoa hapa, sisi tungenufaika. Hiyo 1000 ikaenda kanunua hii bali ikatumulikia sisi hapa hivi. Wewe unapata faida na sisi tunapata faida. Haya, ukaenda kuitoa kule, sisi tutafaidika na nini? Wewe utafaidika na nini? Hamna chochote. Unatoa hiyo 1000, alafu istoshe hiyo timu yako inafungwa. Unaondoka na machozi, unasikitika, tena hamtolala. Sikuna wapo wanazimiaka, wengine wanakufa kabisa. Hivi ungekuwa unakufa kwa kusikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapigwa mawe mpaka viatu vyake vinajaa damu, ukasikia maneno hayo ukazimia, wewe si ndio bora mbele ya Allah? Lakini unaenda kuzimia kitu ambacho hakina faida. Wale kule wao wako kibiashara. Kwanza wanapofanya hivyo wanaingiza mshahara wako. Wewe unaingiza nini? Toa 1000 yako mahali ambapo utapata. Ukiitoa hiyo 1000 yako hapa msikitini, ujue kule unaandikiwa thawabu. Unalipwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini kule hautapata chochote. Kwa hiyo ni bora ukaja ukachangia msikitini kuliko kuwachangia kule. Ndio neenda lakini naam. Mbona hamsemi au na nyinyi mmeingia kwenye hii dhima? Kwa sababu na nyinyi mnajua wazi kwamba na nyinyi mtaulizwa kesho kwamba nyinyi mlikuwa ni viongozi wetu. Mnaona kabisa watu wanaingia na t-shirt yao imeandikwa Sport Pesa hapa na wanaswali, lakini umwambia sasa nguo yako haifai kuswalia, mnanyamaza kimya, mnaogopa waumini. Hamuoni kwamba mtaulizwa kama sisi tutakavyoulizwa kuhusu swala? Nyinyi na nyinyi mtaulizwa kuhusu sisi waumini. Sawa. Kweli tunaulizwa. Sio kwamba tutakataa, kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwamba imesema watu baadhi ya watu. Ndio maana akasema hivi, na imamu ataulizwa juu ya waumini wake. Hadithi inaanza hivyo, nyinyi wote ni wachunga, na imamu ataulizwa juu ya waumini wake. Baba ataulizwa juu ya familia yake. Hata mama mke wa mtu ataulizwa juu ya hiyo familia pindi atakapokuwa ametoka mwili wake. Lakini haya yote yameelezwa kwenye darasa kama hizi, yamezungumzwa hapa. Mashehe wamezungumza mara nyingi tu.
Mtu anakuja na jezi yake ya timu yake, jezi sio ya matangazo fulani, yameelezwa haya. Lakini unapowaeleza watu, ndio maana tunaambiwa kuna watu wanasema hivi, sami'na wa ata'na, tunasikia na tunatii. Lakini wengine wanasemaje? Sami'na wa asaina, tunasikia lakini tutaendelea. Vitano, swala tano, hilo ndio jambo la lazima katika sheria ya Kiislamu. Anamuuliza kuna jambo lingine tofauti na hili, akamwambia hakuna, isipokuwa mpaka ujitolee katika kuswali swala za sunna. Akasema qala sa'ilu, yule muulizaji akasema hal alayya ghayruhunna, akaeleza hayo. Watajibu salawatu ala almuslimu baligh alaqil, ni wajibu ndugu zangu Waislamu kutekeleza swala juu ya kila Muislamu anayejua kwamba yeye ni Muislamu. Ni wajibu kwake yeye kutekeleza vipindi vitano, tena baligh, aliyofikia baligh, ule umri ambao amefikia mtu wa kulazimishwa na sheria ya Kiislamu kuswali, anatakiwa atekeleze. Al-aqilu, tena mwenye akili iliyokuwa timamu. Fala tajibu ala al-kafir, sio wajibu kuswali juu ya kafir. Kafir sio lazima kwake kuswali, japo wanaliganiwa waingie kwenye Uislamu na waswali, lakini swala kwake sio wajibu. Ni wajibu juu ya kila Muislamu. Wala saghiri, na sio lazima kwa mtoto mdogo. Wala almajnun, wala kwa mwenda wazimu. Kichaa sio lazima kwake kuswali. Likaulihi sallallahu alaihi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rufi'a al-qalamu 'ani thalathin, kalamu imenyenyuka juu ya watu watatu, haiandiki chochote. Mwanadamu anapotembea katika mgongo wa ardhi, ana malaika ambao wako pembezoni mwake, wanaandika mambo mazuri na mambo mabaya. Sasa hawa malaika wanawaandika vitu hivyo, kwa watu watatu hawaandiki kitu chochote. Ani naimi hata yastayqidha, mtu aliyolala haandikiwi chochote mpaka pale anapoamka. Akilala mtu haandikiwi chochote, hata kama ataota ndoto za kutukana, ndoto za kufanya mambo machafu, haandikiwi chochote, bali sio akili yake. Wa anil majnuni hatta yufiqa, na mwenda wazimu mpaka akili yake irudi. Kichaa, akiwa kichaa hawezi kuandikiwa dhambi wala thawabu, mpaka akili yake itakaporudi ndo ataanza kuandikiwa ima ni thawabu au madhambi. Na kuna wapo wanafikiwa na msimu, hali fulani na mkuta akifika kipindi fulani anakuwa kichaa, huyo haandikiwi chochote. Pale akili yake itakaporudi ndo anaanza kuandikiwa kile anachokifanya. Wasema wa aniswahili hata yublagha, na mtoto mdogo mpaka atakapofikia baligh. Walakinna yu'maru biha, hawa watoto wadogo wao wanaamrishwa. Walakin yu'maru biha, wanaamrishwa kwayo. Liauladi litamami 7 sinina, wakifikisha miaka 7 wanatakiwa waamrishwe kuswali. Hata kama hawajafikia miaka 7 na miaka 3, 5, yatakikana mtoto huyu muamrishe, upeleke msikitini, kaa naye wakati ukiwa unaswali, ili aweze kujifunza na kuchukua tabia ya Kiislamu, tabia ya kuswali. Akishafikia baligh, wewe hutopata shida, hautopata chochote. Mtoto huyu atakuwa ameshajifunza
na atakuwa ameingia katika misingi ya dini. Wayudrabuna ala tarkiha al-ashr, na hao watoto wanapigwa, watakiwa wapigwe, waadabishwe pindi watakapofikia miaka 10. Leo mimi na wewe, nani anamchapa mtoto wake kwa sababu ameacha kuswali? Ni nani leo anampiga mtoto wake kisa ameacha kuswali? Lakini atachapwa mtoto huyu endapo ameacha homework yake, hajaenda shule, atapigwa na atachezea kichapo cha hali ya juu. Lakini anapoacha kuswali, wala huyu baba hana taarifa naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha na ametuelekeza waamrishwe watoto hao wakifikisha miaka 7 na wapigwe wakifikisha miaka 10. Ndio maana akaeleza na wapigwe ala tarkia al-ashri, faman jahadaha au tarakaha, mwenye kupiga swala zima la kuswali au akaacha, faqad kafara, huyu ni kafiri moja kwa moja. Ukipinga kuswali, maana kuna watu ambao anakwambia unaswali nini bwana, kwani wewe una dhambi? Hii ni amri kutoka kwa Allah kwamba uswali. Hasa nakwambia hapa shekhe kwamba atakayepinga na akaacha kuswali, akaipinga swala akaacha kuswali, faqad kafara, huyu ni kafiri, ameingia kwenye ukafiri. Wartadda an dini al-Islam, na ametoka katika mila ya Kiislamu, ametoka katika mafunzo ya Kiislamu. Mtu huyu yuko mbali nao. Hebu niambie leo, ni wangapi katika jamii yetu ambao leo wanaswali Ijumaa hadi Ijumaa? Ni wangapi miongoni mwetu wanaswali Ramadhani hadi Ramadhani? Hivi hawa utawahesabia wako katika kundi gani? Sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ndio uchekeje uangalie hawa watu wako kwenye nafasi gani katika Uislamu. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum, tofauti iliyopo kati yetu sisi na kati yao, as-swala, ni kuswali. Ili umjue huyu ni Muislamu na huyu ni kafir pale kwenye swala. Ukimwona mtu anaingia msikitini anakuja kuswali, ujue na ufahamu kwamba huyu ndio yuko pamoja na mimi. Lakini akawa mtu yupo nje ya Uislamu, yupo nje ya msikiti, hataki kuswali, Mtume anatuambia kwamba tofauti iliyoko kati yetu sisi na kati yao ni swala. Faman tarakaha, yeyote mwenye kuiacha swala, atakayeiacha swala, faqad kafara, huyo ameingia kwenye ukafiri. Akiacha mtu kuswali, ameingia kwenye ukafiri. Sasa sio maneno yangu, bali ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye anatueleza Allah tabaraka wa taala, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alikuwa hazungumzi chochote, alikuwa hazungumzi jambo lolote isipokuwa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hazungumzi kutokana na matamanio ya nafsi yake, bali ilikuwa ni wahi unashuka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio anayasema maneno haya, yeyote mwenye kuiacha swala, mtu huyo ameingia kwenye ukafiri. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa swala, kwa kila mmoja aangalie na achunguze kwamba yatakikana adumu kwenye swala 5. Kwenye kipindi tulichopita tulizungumza tukasema hivi, jambo la kwanza atakalohesabiwa mja siku ya kiyama ni swala yake. Ikikutwa hii swala ni nzuri na inapendeza mbele ya Allah tabaraka wa taala na anairidhia, mambo yote yatakuwa yako sawa. Na ikikutwa swala ni mbovu, hauswali, unaswali ya dhuhuri, la asiri uswali,
unaswali isha, magharibi uswali, asubuhi uswali, unachagua vipindi vya kuswali, ujue wewe matendo yako yatakuwa yameruka patupu na utakuwa miongoni mwa watu wenye hasara. Allah atujalie, Allah atulinde tusiwe miongoni mwa hao watu, na atujalie ni wale wenye kusikiliza na kufuata masuli yake. Tutakuja kuendelea kufahamishana kuhusiana na swala nzima la swala kwa kipindi kichacho. Kwa hayo machache, aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.